Kwa jina naitwa Rahma Mohamed Salim, ni mmoja ya washiriki ama waliojitolea katika ile kampuni ya kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwa wanajamii ama wanafunzi zaidi juu ya swala zima la saratani ya matiti. Tuko hapa katika chuo cha IPA kwa zile institute ambazo tunakuja kwa ajili ya kuwapa kwa asilimia fulani tumefikia lengo, japo tulitarajia tutakuta watu wengi zaidi ambao tungeweza kuwafikishia elimu hiyo na wangeweza kuja kupima na kuweza kujua afya zao za matiti na kiasa. Japo wengi mpaka sasa hivi naona hawajana kupima, lakini tunaamini ujumbe umefikia na tumegawa vipeperushi mpaka sasa hivi bado wengine hapa wanaendelea kugawa vile ambavyo vinaonyesha dalili ili waweze kupata uelewa. Before ya kuja hawa ZOP nilikuwa sifahamu swala la kuhusu saratani ya titi. Nilikuwa najua tu kuna saratani ya titi, lakini nilikuwa sielewi dalili, maybe stage zake. Angalau tumepata kuelewa stage zake pamoja na dalili zake, zitatusaidia sisi kama wanawake jinsi ya kuweza kujikinga, lakini pia kuweza kwenda kuwapa elimu watu wengine ambao walikuwa hawajui kuhusu swala. Wito wangu kwa taasisi hii, cha kwanza waongeze jitihada, lakini pia wasichoke, endelee kupita katika mashule, katika vyuo, kwa sababu kuna watu wengi ambao hawaelewi, ni kama sisi ambao tulikuwa hatuelewi. Watu wengi walikuwa wafahamu, lakini ujio wenu nyinyi umesababisha sisi kuweza kuelewa na sisi kuweza kufahamu watu wengine ambao wako nje kuweza kwenda kuwafahamisha ili kuweza kufahamu. Tumekuja kutoa mafunzo leo ya saratani ya matiti. Kusema la kweli, elimu hii sikuijua hapo mwanzoni. Nashukuru sana watu hawa kuja katika taasisi chuo chetu kutupa haya mafunzo ya saratani ya matiti, na pia tumejifunza, na nawaahidi kwamba nitakuwa walimu kwa wenzangu pamoja na humo mtaani ambao kutoa elimu ya saratani ya matiti. Tutaona IPA kwa kuweza kuwa nao pamoja. Elimu tu hii haiwi sambamba tu kwa wanawake, pia na wanaume pia, kwa sababu kuwa na elimu basi na kuwa waweza kuwa kujitambua. Kwa hiyo kama ni mwanamume useme tu ni tatizo la wanawake, wewe una dada, shangazi, nadhani pia wakipata elimu kama hii basi kwa hiyo mimi ni furaha yangu kubwa sana kuja hapa, kwa sababu chuoni tunakuwa na wanafunzi tofauti, vijana ambao chipukizi ambao wanahitaji elimu ili kuweza janga hili siwezi kuwakumba kila mmoja. Ni lengo la serikali pia kuweza kudhibiti janga hili. Tunapokuwa tunatoa elimu basi kuwafikishia wengine, itakuwa bado linakuwa linaendelea. Kwa hiyo tunawashauri pia tu kuweza kuendelea kutoa elimu hizi mbalimbali ili kwa lengo letu tuweze kufikia tofauti kuepusha kuendelea kwa janga hili. Swala la afya sio swala la mtu ama jinsia moja ama jinsia nyingine. Swala la afya ni kila jinsia atakuwa afahamu, kwa sababu afya ni kila mtu inamtokea. Afya ni kila mtu inaweza kumsababishia changamoto mbalimbali. Kwa hiyo kama vijana wasiwe na ile tabia kusema swala hili la wanawake, swala hili la wanaume hamna. Wewe kesho kutwa unakuwa baba, wewe kesho kutwa unakuwa na familia. Kwa hiyo unahitaji pia kuwapa elimu. Wewe kesho kutwa unakuwa kuna familia, ndio unakuwa mwanzo kwa kuweza kutoa elimu hii, ndio ambao wengine wanafuata kutoa elimu. Kwa hiyo sasa kama vijana wewe ukijitekelezea mazingira haya, hili nalo ndio swala lako, utakuta sasa kama kijana wako unataka apewe elimu kwa sehemu nyingine, sasa unapelekea pengine kuhatarisha afya yake ama